Lakini katika hizi siku 100 tumeshuhudia zaidi ya watalii 273,700 ambao wamekuja katika kipindi cha miezi mitatu hii tangu kuanza kwa awamu ya 8 kipindi cha pili cha serikali yetu hii, ambao hii ni sawa na ongezeko la 120% ukilinganisha na ilivyokuwa mwaka 2020-2021. Lakini katika kipindi hicho tumeshuhudia kwamba siku za ukaazi zimeongezeka kutoka siku 6 hadi siku 8. Maana hiyo kwamba wageni wanakaa muda mrefu zaidi kuliko ambavyo imekuwa hapo nyuma, ambapo wameongeza takriban hizo siku 2 za kuendelea kukaa katika visiwa vyetu. Hiyo ina athari gani? Moja, matumizi ya watalii. Kadri wanapokaa kwa siku nyingi zaidi, manake na matumizi yao yanakuwa ni mengi zaidi, na hatimaye kunakuwa kuna mzunguko mkubwa wa kifedha katika uchumi wa nchi yetu. Lakini vile vile inaongeza mapato ya mwananchi mmoja mmoja. Kadri wageni wanapotumia, manake inatoa fursa kwa vijana wetu ambao wanafanya kama ni kazi za ugaidi, kama ni kazi za tour operator, kama ni kazi za mauzo, kama ni wajasiriamali wadogo wadogo, wote hao wanaendelea kunufaika kwa idadi ya siku ambazo watalii wanaendelea kukaa. Mikakati yetu inaendelea kuangalia namna gani ambavyo tunaweza kupanua soko la utalii, na ndio maana wizara kupitia kamisheni ya utalii huwa inashiriki katika matukio mbalimbali ya kimataifa kama sehemu ya kuendelea kujitangaza, kuendelea kutangaza vivutio, kuendelea kutangaza fursa za uwekezaji, lakini vile vile kukutana na mashirika ya ndege na tour operators ili waweze kuitambua Zanzibar na hatimaye kuweza kuleta wageni wengi zaidi. Katika hizi siku 100 watendaji wetu kutoka kamisheni ya utalii wameshiriki katika mikutano mikubwa nchini Hispania, mkutano wa Fitur, wameshiriki katika mkutano wa WTM London, pamoja na kushiriki katika kuratibu sauti za busara. Lakini pia launch kampeni yetu mpya ambapo Zanzibar sasa inajitangaza moja kwa moja kwenye mabasi na teksi kule jijini London.